Nun, heute wird der Verlauf wie folgt sein. Wir werden Bruder Mpangilio wa makusanyiko ya leo itakuwa ni hivi: zur Verfügung stellen. tutaacha kwanza dakika fulani kwa ajili ya ndugu Goldner kwa ajili ya kusalimia na aweze kutupatia ushuhuda mfupi na agawanye pamoja nasi kwa uhuru yale ambayo aliyo nayo katika moyo wake, na kisha kutakuwa mahubiri mafupi. Tumekwisha kusikia ushuhuda mzuri sana. Mungu akubariki ndugu Goldner, Mungu akubariki. Alikuwa katika vita ine zote, alikuwa kiongozi wa jeshi sana sana kwenye mlima wa Golani, mahali ambapo kulibaki magari nyingi za vita zilizobomolewa. Alikuwa huko siku zote, na mnaona Mungu alimchunga, na kwa ajili ya hiyo tunashukuru sana. Mungu amubariki pia na nyumba yake yote nzima, na amulinde mpaka aweze kutakasiwa katika mpango wa Mungu, na mpaka Israeli iweze kuwa imerudishwa katika nafasi yake katika mpango wa wokovu, na yote iweze kufika katika utimilifu wake, na Bwana aweze kurudi na kuweka ufalme wake yeye kama vile mfalme. Wakati tunapowazia kuhusu kurudi kwa Israeli katika nchi yao, tunasema si kubahatisha na sio masumbuke kidogo tu, na si matokeo ya mashida, ni japokuwa ziko, lakini ni utimilifu wa unabii wa Biblia. Kwa maana Mungu anabariki mataifa yote kwenye dunia yote nzima, lakini kama Israeli inataka ibarikiwe na Mungu, inapaswa kurudi katika nchi ya Israeli kwa ajili ya kupokea baraka hiyo. Hizo ndizo njia za Mungu na mipango ya Mungu, na tunapaswa kuyaheshimia, na tunashukuru pia kwa ajili ya hiyo, kwa sababu Mungu ana utaratibu uliopangwa na kila mtu apashe kufanya yale anayotaka. Lakini Mungu anasema mpango yangu yatadumu na nitatimiza mapenzi yangu yote, kulingana Isaya 46 mstari wa 10. Sote pamoja tutaweza kuchunguza andiko fulani za Biblia na kisha tutaweza kupatia utukufu wote kwa Bwana. Ninasoma kwanza ndani ya Ezekieli 36, andiko inayohusu Israeli. Ezekieli 36 mstari wa 24: kwa sababu nitawatoa ninyi katika mataifa na kuwakusanya ninyi toka nchi zote, nami nitawaleta ninyi kwa nchi yenu wenyewe. Tunaweza kusoma andiko nyingi zinazohusu uhakika huu, sana sana zile ambazo zinazotangaza yale ambayo yangepaswa kutimilika katika siku za mwisho. Na hivyo sasa tunatambua kwamba tunaishi katika wakati wa mwisho, na kwamba Mungu anamaliza kazi yake pamoja na kanisa ndani ya hii kizazi cha mwisho, ili ajifunue tena kwa taifa la Israeli. Ndipo sasa kutatimilika neno la nabii Zekaria, ndipo itatimilika neno la nabii Zekaria linalosema kwamba watamtazama yeye ambaye waliyemchoma na wataomboleza kwa ajili yake. Zekaria sura 12 mstari wa 10. Nami nitamwaga juu ya nyumba ya Daudi na juu ya wenyeji wa Yerusalema roho ya neema na ya maombi, nao watamtazama. Kulingana na tafsiri nzuri inasema kwamba nao watanitazama mimi ambaye walimchoma, na watamwombolezea kama mtu anavyoombolezea mwana wake mzaliwa pekee, na wataona uchungu juu yake kama mtu anavyoona uchungu kwa mwana wake mzaliwa pekee.
Hapa haihusu kusema kwamba watatazama mtu fulani ambaye aliyechomwa, lakini inaomba kujua nani ambaye aliyekuwa amechomwa. Inaomba kujua kwamba ni Bwana yeye mwenyewe aligeuka kuwa mtu na atupatanisha pamoja naye mwenyewe, akalipa deni yeye mwenyewe ya ukombozi wetu. Nikitaka nisome sasa ndani ya Mwanzo sura 15. Mwanzo sura 15. Hizi ni andiko ambazo zinazojulikana sana, lakini zinazotusaidia kwa ajili ya kufanya imani yetu kuwa nguvu na kuisimamisha imara. Tumeimba hapa sasa hivi ndani ya wimbo wa 3 kwamba ninanyanyua macho yangu mbinguni, mahali wanakusifu ndani ya nyimbo za mbinguni. Hapa ndani ya Mwanzo sura 15 tunasoma sehemu ya pili ya mstari wa 5. Mwanzo sura 15 mstari wa 5b. Tazama sasa mbinguni na uhesabu nyota kama unaweza kuzihesabu. Akamwambia, ndivyo itakavyokuwa uzao wako. Na mstari wa 6 nayo ni sehemu yake pia. Akaamini Bwana, ni kusema Abrahamu. Akaamini Bwana, akamhesabia kwa haki. Haitoshi kunyosha macho mbinguni tu na kusikia neno la Mungu. Hiyo nayo ni sehemu yake, lakini haitoshi. Na kwa sababu Mungu anatupatia neema ya kutazama mbinguni na kusikia neno lake, sasa tuliamini, hata pia wakati napoonekana kwamba haiwezekani. Abrahamu alitazama mbinguni. Ndiyo, tazama mbinguni Abrahamu na uhesabu nyota. Kweli hangeliweza kuzihesabu. Na kisha Mungu akamwambia, uzao wako utakuwa mwingi sana kuliko nyota za mbingu na kuliko mchanga wa bahari. Na kwa ajili hiyo ningetaka nisome ndani ya Mwanzo sura 12 ili tuonyeshe kwamba Mungu alikamata usimamizi juu ya mataifa yote. Sisi ni kusema nasi tuliingizwa ndani ya ahadi hiyo ya baraka ya Bwana Mungu wetu. Mwanzo sura 12 mstari wa 3. Nitawabariki ambao wanakubariki, naye ambaye anakulaani nitamlaani vile vile. Na ndani yako jamaa zote za nchi watabarikiwa. Amina. Na sio taifa moja tu, mataifa yote, malugha zote na malugha yote na majamaa zote, mataifa yote ya dunia yote yangepaswa kubarikiwa. Na tunaamini kwamba mataifa yote, malugha zote, makabila zote, ndiyo Mungu atatosha ndani taifa lake moja, kanisa kubwa la Mungu aliye hai, ambaye kwake hakuna upendeleo. Sasa tungekuwa na heri gani kama tungeweza kuwa tulibaki nje, kama vile Paulo anayasema ndani ya Waroma sura 9. Ni kwamba kwa taifa la Israeli ndilo lilikuwa limepewa agano, neno na ahadi, yote ilikuwa imepewa kwao, na sisi tulikuwa nje. Lakini tunaona kwamba Mungu akatuma neema yake nyuma ya mpaka yote, anaisambaza katika dunia yote, ili kama vile alivyosema nabii Isaya kwamba mwisho yote ya dunia yataona wokovu wa Mungu. Isaya 52 mstari wa 10. Na hivyo sasa Bwana alianza kwanza pamoja na Israeli ili baraka iweze kufikia mataifa yote, na kwa mwisho baraka hiyo tena itarudi tena kwa namna ya ujao juu ya Israeli. Nasoma sasa ndani ya Wagalatia sura 3, Wagalatia sura 3 mstari wa 8 na wa 9. Wagalatia 3 mstari wa 8 na wa 9.
Wagalatia sura 3 mstari wa 8 na wa 9. Na andiko likiona tangu zamani kwamba Mungu atahesabia haki mataifa. Hasa andiko ni nini? Andiko ni neno ambalo tumekwisha kusoma, ambayo iliweza kuandikwa katika maandiko matakatifu, na Mungu akamwambia Abrahamu. Nasoma tena mwanzo wa andiko hii, mstari wa 8. Na andiko likiona tangu zamani kwamba Mungu atahesabia haki mataifa kwa imani, lilihubiri Abrahamu habari njema mbele, likisema, kwa wewe mataifa yote watabarikiwa. Haleluya, amina, amina. Na kisha tena mstari wa 9, basi walio wa imani watabarikiwa pamoja na Abrahamu mwenye imani. Ni imani ndiyo iliyo kitu cha lazima. Kama Myahudi haamini ahadi ambayo aliyopewa, ahadi hiyo haiwezi kutimilika ndani ya maisha yake. Mungu anaweza kutenda mahali ambapo yale ambayo aliyoahidi inaaminiwa, ikiwa kwa taifa lote nzima au kwa mtu binafsi. Na ndio maana inaandikwa kwamba Abrahamu aliamini Mungu na akahesabiwa haki. Haihusu mataifa kwa ujumla. Hawezi kusema kwamba taifa fulani na taifa fulani ni taifa la Kikristo. Ndio, jina inaweza kuwa hivyo, lakini kama tunaweza kutazama kwa makini sana, tunatambua katika nchi zinazoitwa kwamba za Kikristo haikuweza kuvuka ndani ya makanisa za nchi, makanisa za watu wengi, katikati ya wale ambao walio wa Kristo, kwa hiyo vibali vyao vya ubatizo karibu 95 kwa 100 kulingana na jina zao, hawana hata ufunuo iliyo hai pamoja na Mungu. Hawajawahi kufanya mazoezi ya kweli ya wokovu. Wanaishi wakipita mbali na Mungu, wakiwa na kifuniko cha Ukristo, lakini hawana kifuniko cha Mungu aliye juu. Hawana kifuniko cha Mungu aliye mweza yote. Wanakuwa na faraja tu, wanajaribu kuweza kusema kuhusu Kristo, na wao ni wenyeji wa nchi kwamba wako na sura ya Ukristo, na unatambua kwamba wanazungumza kuhusu mambo ambayo isiyo hana uhusiano pamoja na wao. Hawana hata uhusiano moja pamoja na mambo hayo wanayosema. Unaona, Mungu anachagua, Mungu anaita, ndio, kutoka mataifa yote, kutoka malugha zote na makabila zote, ili aweze kuunda chombo, kanisa lake. Na kutakuwa weusi, weupe, wa rangi ya majano, kila rangi yote, wote watakuja. Wale wote watabarikiwa ndani yake. Kwanza wale wanaoamini ndio watabarikiwa pamoja na Abrahamu mwamini, na sio wale wanaotoka Uswisi, na sio wanaotoka hapa na huko, lakini wale ambao walio wa imani. Haijalishi mahali wanatokea, lakini wale wanaopokea imani kupitia uvuvio wa neno liliovuviwa, ambayo inayotangaziwa kwao, wale ndio wanageuka kuwa waamini. Ni wale ndio wanapokea baraka pamoja na Abrahamu mwamini. Ndani ya Galatia sura 3 ningetaka kuendelea na kusoma kwenye mstari 21 na 22. Wa Galatia sura 3 mstari 21 na 22. Basi torati haipatani na ahadi ya Mungu? Hapana, hata kidogo. Maana kama sheria ingalitolewa iliyoweza kufanya uzima, kweli haki ingalikuwa kwa sheria. 22. Lakini maandiko yalifunga wote chini ya dhambi. Unaona ni kitu gani kinachohusika hapa? Inahusu uzima mpya wa kiungu.
Sheria inakuwaka ya kuhukumu mtu aliyekuwa ametengana na Mungu na aliyeanguka katika dhambi, kusudi aweze kulilia Mungu ili aweze kuokolewa na aweze kufanya mazoezi ya neema ya Mungu na aweze kuwa mwamini, na hivyo sasa aweze kuokolewa. Sheria inaweza kusema tu kwamba hauna haki ya kufanya hiki na hauna haki ya kufanya kile. Na tazama, wale ambao walikuwa wamekatazwa kuvunja sheria wakaivunja pia. Hakuna mtu aliyekuwa na uwezo ya kutimiza sheria yote. Ilikuwa naomba sasa mtu mmoja aweze kuja, mtu aliyekuwa na uwezo ya kutimiza sheria yote, ili aweze kuchukua mwenyewe adhabu ambayo sheria ilikuwa imeweka kwa ajili yetu sisi tuliokuwa tumevunja sheria, ili tuweze kutoka tukiwa huru. Tazama ujumbe wa utukufu wa wokovu wa Bwana wetu mpendwa. Tunasoma kwenye mstari 22 ya Wagalatia sura 3. Lakini maandiko yalifunga wote chini ya dhambi, kusudi wenye kuamini wapewe ahadi kwa imani ya Yesu Kristo. Hapa imani inaambatanishwa hapo hapo na mtu. Hapa haihusu imani iliyo bure inayocheza mahali fulani katika mawazo yetu, lakini inahusu imani ndani ya Mungu mweza yote, ambaye aliyejifunua mwenyewe kwa ajili yetu ndani ya Yesu Kristo Emanueli. Mara ngapi nishaka kusema kwamba mtu aliyekuwa akiona Abrahamu alikuwa akiona Abrahamu, mtu aliyekuwa akiona Musa alikuwa akiona Musa, mtu ambaye alikuwa akiona nabii mwingine wowote alikuwa akiona yule nabii. Swali ni kwamba sasa tunaona nani? Nani aliyeona Mungu aliyejifunua katika Yesu Kristo, aliyejifunua katika mwili? Ni wale tu ambao alikuwa amejifunua kwao. Wengine walikuwa wakisema tunajua mama yake, tunajua ndugu zake, wadada yake, wote wanakaa pamoja nasi. Inaandikwa nini ndani ya nabii Mika? Kwamba vizazi vyake vinatokea mbali sana katika siku za milele. Mika sura 5 mstari wa 2. Ndiyo inatangaza kwamba mkombozi angepaswa kuzaliwa Bethlehemu. Na mtume anaeleza wazo hii katika barua yake kwa Waebrania kwenye sura 7, akilinganisha na Melkisedeki kama vile mfano, na akieleza maana ya neno lake. Na nataka kuwasomea neno hili ikilingana na Abrahamu. Hapa tunasoma Waebrania sura 7 mstari wa kwanza. Waebrania 7 mstari wa kwanza. Kwa maana Melkisedeki huyu mfalme wa Salemu, kuhani wa Mungu aliye juu, aliyekutana na Abrahamu nyuma ya kushinda wafalme, na alimubariki. Nani anayebariki? Mnaona kazi ya kipekee ingepaswa kutimilika pale. Mungu ni mambo mengi. Mungu ni muumba, Mungu ni mlinzi, Mungu ni mhukumu, Mungu ni mfalme, Mungu ni yote. Lakini hapa inahusu kufanya karamu. Melkisedeki alikuwa na mkate na mvinyo, akaenda kumulaki Abrahamu ili aweze kula chakula pamoja naye. Na kisha inaandikwa katika mwendeleo kwa mstari wa 2, Waebrania 7 mstari wa 2, ambaye aligawiwa na Abrahamu sehemu ya 10 ya vitu vyote. Maana ya jina lake kwanza ni mfalme wa haki, tena mfalme wa Salemu, maana yake mfalme wa salama. Na kisha kuna kuja mstari wa 3, hana baba wala mama wala wazazi, hana mwanzo wa siku zake wala mwisho wa uhai wake. Ule anaweza kuwa nani?
yote ilikuwa na mwanzo wake. Kulikuwa mwanzo wa viumbe, kila kitu kina mwanzo wake. Hii viumbe vilikuwa haviko na kisha vikakuwa, lakini hapa inasemeka kuhusu mtu ambaye hana mwanzo wala mwisho, na yule anaweza kuwa ni Alfa na Omega, wa kwanza na wa mwisho, yeye ambaye vitu vyote vinatoka kwake na vinadumu kwake. Ningetaka nisome tena sasa Zaburi sura 2, andiko linalojulikana sana, inayohusu kuzaliwa kwa mkombozi ambaye angepasha kuwa mwana ili nasi tuweze kuwa wana na wabinti za Mungu. Nasoma mstari wa 7 tu na wa 8. Zaburi 2 mstari wa 7 na wa 8. Mstari wa 7. Nitahubiri amri, Bwana aniambia, wewe ni mwana wangu, leo nimekuzaa. Uniombe na nitakupa mataifa kuwa urithi wako, na miisho ya dunia kuwa miliki yako. Kuhusu matamshi inayosema mpango au shauri la Mungu, tunaweza kusoma kwa mfano ndani ya Isaya kwenye sura 46 mstari wa 10. Isaya 46 mstari wa 10. Nikitangaza mwisho toka mwanzo, na tangu wakati wa zamani wa kale maneno yasiyofanywa bado, nikisema shauri langu litasimama na nitafanya yote ambayo yananipendeza. Mungu alikuwa amepanga yote kwa namna hii. Alipanga mpango wake na mataifa yao yenyewe inaingizwa katika mpango huo. Ningetaka nisome ndani ya Isaya 65 kwenye mstari wa 1 mpaka 3. Isaya 65 mstari wa 1 mpaka mstari wa 3. Nimetafutwa nao ambao hawakuniuliza, nilipatikana nao ambao hawakunitafuta. Unaona ni kitu gani kinachohusika? Kulikuwa watu ambao walikuwa hawana hata uhusiano moja pamoja na Mungu, walikuwa hawamtafuti, na ndiyo maana hawangeliweza kumpata. Walikuwa hawavutwe naye. Mniruhusu niweze kuendelesha hii pamoja na neno la Hosea tunajua sisi sote. Hosea sura 1. Hapa ndani ya Hosea sura 1 shairi mbili za mwisho. Hosea 1 mstari wa 8 na wa 9, na kisha kwenye sura 2 tena. Hosea sura 1 mstari wa 8. Basi wakati alipoachisha Loruhama kunyonya, akachukua mimba akazaa mwana. Mstari wa 9. Bwana akasema, ita jina lake Loami, kwa maana ninyi si watu wangu, wala sitakuwa Mungu wenu. Kulikuwa mataifa ambayo ilikuwa haikuwa ya Mungu, ambayo haikuwa mali yake, ambayo haikuwa taifa langu. Nikisema Loami ndani ya sura 2 sehemu ya 2 ya mstari wa 1. Na itakuwa pahali pale walipoambiwa ninyi si watu wangu, wataambiwa ninyi ni wana wa Mungu aliye hai. Sehemu ya 2 ya mstari wa 10 ya Hosea sura 1. Tunaweza kusoma andiko nyingi za Biblia zikionyesha kwamba Mungu alikuwa amekwisha kupanga yote kwa namna njema ndani ya Agano la Kale. Ni kusema hakuna sababu ya kuleta mabishano juu ya mambo haya, lakini tuliweza kupata neema mbele ya Mungu na macho ya mioyo yetu iweza kuangaziwa ili tuweze kuona mpango huu wa kiungu. Lakini
Watu wengi wanataka wafanye mpango wa Mungu kuwa giza, na kuna watu wengi wanaofanya mpango wa Mungu wa giza kuliko watu wanaoweka kwenye nuru. Neno kali liliambiwa kwa Ayubu, ndani ya Ayubu sura 38. Hapa nasoma Ayubu 38 mstari wa kwanza na wa pili. Mstari wa kwanza na wa pili, Ayubu 38. Halafu Bwana akajibu Yobu toka upepo wa kuzunguka akasema, ni nani huyu anayetia mashauri giza kwa maneno yasiyo na maarifa? Mstari wa 3, basi funga viuno vyako kama mwanaume, maana nitakuuliza neno nawe uniambie. Kuna watu ambao wanaowaza kwamba wana ushota katika elimu usiokuwa na mwisho, kama vile wao wenyewe wanaweza kuagiza Mungu aliye juu. Na hapa Bwana mwenyewe anaonya maonyo yake kutoka upepo wa kuzunguka. Ayubu alikuwa ni mtu wa Mungu aliyekuwa amepimwa. Yeye peke yake ndiye angeweza kusema kwamba najua kwamba mkombozi wangu yuko hai. Lakini japokuwa hayo yote ikakuwa kwenda na kurudi, majaribu ikakuwa mingi kwa ajili yake, na Bwana akamzungumza kutoka upepo wa kuzunguka, akamuuliza, ni nani na ambaye anayeweka giza mashauri ya Mungu? Na sio mpango yake mwenyewe, lakini mpango ya Mungu. Wapendwa, tunapashwa kuelewa kwamba wale ambao walio wa Mungu wao wenyewe wanaingizwa katika mpango wa wokovu wa Mungu. Hatuzungumuze tu kuhusu kitu fulani, lakini tuko sehemu ya mambo hayo. Tunakuwa sehemu ya mambo hayo ya Mungu ambayo Mungu anayotimiza katika siku hizi na anayeongoza mpaka utimilifu wake. Na hivyo sasa, ni nani huyu anayetia mashauri giza kwa maneno yasiyo na maarifa? Mstari wa 3 nasema kwamba basi funga viuno vyako kama mwanaume. Sasa nani anaweza kuzuiza Mungu? Na hapo Bwana akapatia Ayubu funzo zuri akisema kwenye mstari wa 31, Yobu 38 mstari wa 31, wewe unaweza kufunga mnyororo wa kilimia au kufungua viungo vya Orioni. Wewe unaweza kuongoza sayari kwa wakati wake au kuongoza dubu pamoja na watoto wake. Wewe unajua amri zilizoamriwa mbinguni. Unaweza kusimamisha mamlaka yake juu ya dunia. Hapa Bwana anaonya hapo Ayubu. Mnakumbuka wale warafiki watatu ambao walikuwa kimuleta tu maonyo na maonyo mengine baadaye, lakini Yobu alikuwa katika huzuni ya ndani, na wakati wote walikuwa kumzungumzia, na hivyo ndivyo maumivu yake ilikuwa mingi sana. Yeye alikuwa na hitaji ya jibu na sio kumoja tena zaidi. Wakati mtu anapokuwa katika taabu au katika huzuni, si vema kumuuliza tena, inaomba kumsaidia, inaomba kunyekea chini ya mtu yule na kuomba pamoja naye mpaka kwa Mungu ili Bwana aweze kuja na kusaidia. Tunaona hapa kwamba Mungu anazungumza kutoka nguvu zake. Wewe unaweza kufunga mnyororo wa kilimia au kufungua vifungo vya Orioni. Wewe unaweza kuongoza sayari kwa wakati wake. Hii nayo inaandikwa ndani ya Biblia. Mmetambua? Ndio, hii nayo inaandikwa ndani ya Biblia. Wewe unaweza kuongoza sayari kwa wakati wake au kuongoza ndugu pamoja na watoto wake. Na kisha kuna kuja swali ya lazima. Yobu alikuwa anajibu siku zote ya kutoa kwa yale yote ambayo alikuwa akiulizwa, lakini hapa Mungu anamuuliza,
wewe unajua amri zilizoamriwa mbinguni? Hii ni swali zuri. Leo watafsiri wa Biblia hawakotake jibu, wako na mengi. Kuna watafsiri wengi, lakini ni wachache wanaoishi yale yanayoandikwa. Kuna watafsiri wanaoeleza maalama na maalama za anga na kubadilika kwa anga, na kuna ujuzi wengi. Kuna wengi wa tafsiri wa Biblia, lakini wachache ambao walioitwa na kuangaziwa na Mungu ili waweze kujua yale ambayo inahusika, yale ambayo Mungu aliyotangaza kupitia kinywa cha manabii na kufunua ndani ya Agano la Kale na Agano Jipya kwa wale ambao wanaweza kuyaamini. Na Paulo aliandika kwamba habari njema ya Yesu Kristo ni upumbavu kwa Wayunani. Kwa Wayunani wanauliza maalama, walitaka maalama na maajabu, nazo zifanyika pia, lakini haikutosha kwao. Tunajua sheria zinazotawala mbinguni. Tuliweza kuelewa kwamba Mungu atuachia kipimo cha kweli na maagizo za kweli za ujao kwa namna ambao mambo yote yamesha kufanyika. Mungu wetu ni Mungu mwaminifu. Ayubu alikuwa ni mtu aliyekuwa akizuiza na kuiweka mawazo ya Mungu giza kwa maneno isiyokuwa na maarifa. Mtu anayetaka kuweza kuona mpango wa wokovu wa Mungu ikiangaziwa, mtu yule ajilinde na maneno yake mwenyewe, ajilinde na maoni yake, na ajiache kuongozwa na Roho wa Mungu kutoka neno mpaka neno lingine, kutoka andiko mpaka andiko lingine, kutoka Agano la Kale Agano Jipya, na kutoka katika Agano Jipya na kuja katika Agano la Kale. Na hapo sasa utajiunga mbele yetu picha iliyo wazi na ya ujao ya mpango wa wokovu wa Mungu wetu ambao tuliotangaziwa kwa neema. Ndani ya kitabu cha Matendo ya Mitume kwenye sura 20, Paulo anayasema tena ngine mara moja. Matendo ya Mitume sura 20 mstari wa 25 mpaka 27. Matendo ya Mitume sura 20:25. Na sasa tazama, ninajua ya kuwa ninyi wote ambao niliwahubiri ufalme wa Mungu hamutaona uso wangu tena. Mstari wa 26. Hivi nashuhudu mbele yenu wote siku hii ya leo ya kuwa mimi sina lazima kwa damu ya watu wote hata mmoja. Mstari 27. Kwa sababu sikukataa kuwahubiri ninyi makusudi yote ya Mungu. Na hivyo sasa, hii uhakika ilikuwa na maana gani? Huu ujasiri nzuri ilikuwa ikisimama juu ya nini? Alitaka aonekane namna gani mbele ya Mungu? Hapa alikuwa amekwisha kutangaza shauri yote ya Mungu, akipatia wale wote ambao waliokuwa wakimsikia na wale wote ambao watakayosoma baadaye waweze kuwa na uwezo wa kuweza kupata sehemu kwa yale ambayo Mungu anayotimiza hapa duniani. Tunarudi ndani ya Waroma sura 11. Sura nzuri sana. Hakuna sura nyingine inayoleta nuru zaidi wakati napohusu kuelewa taifa la Israeli na mataifa. Tunasoma mstari wa kwanza na wa 6. Waroma sura 11 na kisha kwanza tena kwa mstari wa 11. Waroma 11 mstari wa kwanza. Basi ninauliza, Mungu amesukumia mbali watu wake? Hapana, hata kidogo. Kwa sababu mimi ni Mwisraeli vile vile, mmoja wa wazao wa Abrahamu, mtu wa kabila la Benyamini. Mstari wa pili. Mungu hakusukumia mbali watu wake ambao aliwajua tangu zamani. Hamjui yaliyosemwa na maandiko juu ya Eliya, namna alivyoshitaki Waisraeli mbele ya Mungu akisema,
Mstari wa 3, Bwana, wameua manabii wako na wamebomoa madhabahu yako, nami nimebaki peke yangu, nao wanatafuta uzima wangu. Mstari wa 4, lakini kujibu kwa Mungu kunamwambia nini? Nimeshiwekea watu 7,000. Nataka kusimamia hapa kwa muda mfupi kwanza. Aiulizwe tu kwamba ni jibu gani ambayo Mungu aliweza kupatia. Jibu ya kiungu iliyopatiwa kwa Eliya, na hiyo jibu ya kiungu inayopatia wewe na mimi, kwa maana neno hili linatuambia sisi sote. Na hivyo sasa hii jibu iko hapa, ni kwa ajili yetu. Mstari wa 4 wa Roma 11, lakini kujibu kwa Mungu kunamwambia nini? Nimeshwekea watu 7,000 wasiopiga magoti mbele ya Baali. Mstari wa 5, basi hivi kwa wakati huu wa sasa kuna mabaki waliochaguliwa kwa neema ya Mungu. Mstari wa 6, lakini ikiwa kwa neema yake, haiko kwa matendo tena, au neema isingekuwa neema, na ikiwa kwa matendo, haiko neema tena, au matendo isingekuwa matendo. Na Israeli nayo itakuwa ni kwa neema tu na sio kwa sheria. Ni neema tu, ni neema, ni kulingana na neno la Mungu ambalo liliambiwa kwa Musa kwamba namfanyia neema yeye ambaye namfanyia neema, na ninamrehemu yeye ambaye ninamrehemu. Kutoka 33 mstari 19. Tunaona sasa wakati wa mpito ulio katikati ya Israeli mpaka mataifa, na kisha kutoka mataifa mpaka kwa Israeli tena. Tunaisoma ndani ya Waroma sura 11 kuanzia kwa mstari 11. Waroma 11 mstari 11. Basi ninasema, wamejikwaa waanguke kabisa? Hapana, hata kidogo. Lakini kwa sababu ya kuanguka kwao, wokovu umefikia mataifa, ili wao watiwe wivu. Mniruhusu niweze kusimamia hapa kwanza muda kidogo. Unapaswa kufika wakati ambamo kanisa la Agano Jipya litaweza kuamsha wivu ya Israeli. Mambo ya kimaajabu ambayo Bwana Mungu atakayotimiza mbele ya unyakuo wa bibi harusi zitakuwa za nguvu sana, kwa kiwango Israeli itaingizwa katika wivu kupitia yale ambayo Mungu atakayofanya. Na sasa tuendelea kusoma kwetu. Mungu ana njia na namna, ataongoza yote kwa namna njema mpaka utimilifu wake. Nasoma tena ingine mara moja, mwisho wa mstari 11, ili wao watiwe wivu. Mstari 12, basi kama ikiwa kuanguka kwao kumekuwa mali ya dunia, na upungufu wao umekuwa mali ya mataifa, si zaidi sana utimilifu wao? Ni kusema wakati watakapogeukia wote. Sasa unaona ni kitu gani kinachohusika? Hii matamshi kwamba wakati watakapogeukia wote. Sasa hii matamshi inalingana na yale inayoandikwa mbali kidogo, kwamba wakati hesabu ya mataifa itakapoingia ndipo Israeli yote itaokolewa. Hiyo ni mstari wa 26 ya Waroma 11. Tusome tena mstari wa 12, si zaidi sana utimilifu wao. Na kuanza kwa mstari wa 13, Paulo anatuambia sisi, mstari wa 13 wa Roma 11, lakini ninasema nanyi mataifa, kwa maana mimi ni mtume wa mataifa, ninatukuza utumishi wangu, kama nikipata kuwatia wivu walio damu moja nami,
na kuokoa wengine wao. Mstari wa 15, kwa sababu kama kutupwa kwao kumeleta upatanisho kwa dunia, kupokewa kwao kutakuwa nini kama si uzima toka wafu? Hapa mnawazia neno gani la Agano la Kale? Samahani, mnawazia neno gani? Nataka kusoma mstari wa 15 tena. Waroma 11 mstari wa 15. Sehemu ya pili sasa. Kama kutupwa kwao kumeleta upatanisho kwa dunia, kupokewa kwao kutakuwa nini kama si uzima toka wafu? Nani anayejua neno la Hosea sura 5? Shahiri ya mwisho na kisha Hosea sura 6 mstari wa kwanza. Hapa tazama inayoandikwa ndani ya neno la unabii. Hosea sura 5 mstari wa 15. Hosea 5:15. Nitakwenda na kurudi kwangu hata watakapokiri dhambi zao na kutafuta uso wangu. Katika mateso yao watanitafuta sana. Na kisha kuna kuja mstari wa kwanza ya sura 6. Kujeni turudi kwa Bwana, kwa maana amepasua naye atatuponyesha. Amepiga naye atatufungia kitambaa. Mstari wa pili. Nyuma ya siku 2 atatufufua, siku ya 3 atatusimamisha, nasi tutaishi mbele yake. Hii si neno la ajabu? Ni Mungu ndiye aliyesema kupitia kinywa cha nabii wa Agano la Kale. Nawaambia ni nini? Mungu ni Mungu anayejua yote tangu mwanzo. Milele na milele angeweza kupanga na kuamua yale ambayo pasha kufanyika. Angepasha kuandika tangu mwanzo habari yote na jinsi tapasha kuendelea, kwa sababu yeye ndiye mtawala wa mwisho, muwazaji wa yale yote yanayofanyisha kufanyika. Amina. Tunaamini hiyo sisi sote. Amina. Ni kweli. Mungu haanza kupanga leo mpango wake. Mpango wake ni mpango wa milele. Ndiyo, wazo hili ni ya ajabu kwamba atatupatia uzima katika siku 2 na siku ya 3 atatusimamisha na tutaishi mbele yake. Mbele ya Mungu siku moja ni kama miaka 1000, na hivyo ndivyo inaandikwa ndani ya Zaburi, ndani ya Petro wa pili sura 3 mstari 8 pia. Miaka 2000 imekwisha kupita, na siku ya 3 Mungu atakuja na ataweka uzima ndani ya waliokufa. Ningetaka tena niiseme, ndugu yangu mpendwa Goldner, Wayahudi wako narudi kutoka Urusi, kutoka Ethiopia, kutoka ulimwengu mzima, kwa sababu Mungu iko na wakokota. Hasa kwa sababu gani wakurudi kuna miaka 500 iliyopita? Ni kwa sababu hii ndio wakati, nao wanarudi kwa sababu Mungu anataka jifunue kwao huko, na hiyo ndiyo inaandikwa ndani ya Zekaria sura 4. Hatuwezi kuzungumzia yote leo, na hivyo sasa Mungu atarudisha taifa lake la Israeli kwa nafasi iliyo yao. Kanisa kama vile Israeli pia yote ina mzizi moja. Na nataka kuwasomea hiyo sasa hapa ndani ya Waroma sura 11. Nasoma kulingana ile ambayo tumesoma ndani ya Hosea. Naweza kusoma tena mstari 15 ya Waroma 11. Kwa sababu kama kutupwa kwao kumeleta upatanisho kwa dunia. Waroma 11:15. Mwacha niseme tena hapa kwamba upatanisho ulitimilika kwenye msalaba wa Golgotha, lakini katika hatua ya kwanza Bwana alikuwa amesema mwende kwa kondoo zilizopotea za nyumba ya Israeli, Mathayo sura 10 mstari wa 6. Na msiende kwa mataifa. Na kisha kukakuja wakati ambapo sasa muda ulimalizika na kisha ingine ilikuwa imeanza, kama vile Paulo anayaeleza katika Matendo ya Mitume sura 13, wakati anaposema
kwamba nilikuweka ili uweze kuwa nuru ya mataifa. Matendo ya Mitume 13:47. Na kisha inaandikwa kwamba mataifa wakafurahi na wale wote ambao waliokuwa wametayarishwa kwa ajili ya uzima wa milele wakaamini. Matendo ya Mitume 13:47 mpaka 48. Upatanisho wa Mungu ambao Mungu aliotimiza hapo kwenye usalaba wa Golgotha kwa ajili ya wanadamu wote iliendelea katika mpango wa wokovu, na tunamshukuru sana kwa ajili ya hiyo. Tuendelee na kusoma ndani ya Waroma 11:15. Kupokewa kwao kutakuwa nini kama si uzima toka wafu? Naendelea kusoma mstari 16, Waroma 11. Tena kama malimbuko yakiwa matakatifu, vivyo hivyo na fungu lake, na kama shina likiwa takatifu, nayo matawi vivyo hivyo. Mstari 17. Lakini kama matawi mengine yamekatwa, na wewe mzeituni wa pori uliingizwa kati yao, na ulikuwa mshiriki pamoja nao wa shina na unono wa mzeituni. Mstari 18. Usijisifu juu ya matawi, lakini kama ukijisifu, si wewe unayebeba shina, lakini shina ambalo linakubeba wewe. Hatuwezi kushota na kumaliza utajiri wa neno hili. Hilo shina ni nini? Msome ndani ya Ufunuo sura 5. Shina la uzao wa Daudi. Kutatokea shina, ni kusema kwa kutumikisha neno la wakati huu kama vile mtawi. Unaweza kusoma ndani ya nabii Isaya. Hiyo yote ilikuwa imekwisha kuandikwa mara mbili. Yeye ni hayo mawili. Yeye kwa mara moja iko shina na uzao wa Daudi. Yote inajengwa juu yake. Yote inaunganishwa ndani yake. Wayahudi na mataifa, wale wote ambao walio sehemu ya mpango wa Mungu, wale ambao wanaojengwa kwenye msingi mmoja wa ufunuo wa kiungu, na wanalishwa kupitia huyo shina moja, na hiyo unono au maji ya mti na panda ndani ya mizizi mpaka inafika kwenye matawi. Hata kama ndani ya mti hakuna uzima inayotokea katika matawi ikiingia katika shina, lakini inatoka katika shina ikiingia katika matawi, na mti na komaa, na hapo matunda inaweza kutokea. Na hivyo sasa Mungu alianza pamoja na Israeli. Kuhusu Yesu ilikuwa imeahidiwa nini katika kabila la Yuda? Na wewe Bethlehemu Efata, ndani yako kutatokea yeye atakayetawala Israeli. Mika 5:1. Na kisha anafunga punda wake kwenye mtini na mwana wa punda wake. Yote ilikuwa imekwisha kuandikwa katika Agano la Kale, na ndio maana tunashukuru Bwana kwa sababu nasi tuko wana wake. Mara nyingi tunaweza kusikia kwamba vile tunakauka, iko kama vile tunakosa uzima ndani yetu, lakini mruhusu niweze kusema maneno ya Mungu ni roho na uzima. Mahali pote ambapo neno hili linapokelewa kwa imani, na mahali ambapo Bwana anapokea shukurani zinazomstahili, na hiyo itachukua matunda na haitarudi kwake bila matokeo, lakini neno hilo litatimiza yale ambayo alilituma. Mungu alianza pamoja na taifa la Israeli, na Mungu atamaliza kazi yake pamoja na taifa la Israeli. Katika hayo mawili kuna wakati wa kanisa linaloitwa kutoka makabila, malugha na mataifa. Na kwa ajili hiyo nikisoma tena Waroma sura 11, ningeweza kusoma Matendo ya Mitume sura 15 na andiko zingine nyingi. Lakini Waroma sura 11 mstari wa 25. Waroma 11:25. Kwa maana sitaki ndugu msijue siri hii, ili msishone wenyewe kuwa wenye akili, ya kwamba kwa sehemu ugumu umepata Israeli
mpaka utimilifu wa mataifa umefika. Mpaka utimilifu wa mataifa umefika. Haleluya, amina. Na sio milele, lakini mpaka wakati ambamo hesabu ya mataifa itakapokuwa imeingia. Mstari 26. Na hivi Israeli wote wataokolewa kama ilivyoandikwa, Mwokozi atakuja toka Sayuni na ataondolea kutokuogopa Mungu katika Yakobo. Mstari 27. Na hili ni agano langu nao wakati nitakapo waondolea dhambi zao. Tunaweza kuendelea kusoma tena na tena, na tunaingia katika kilindi cha mambo haya. Tumalizie. Mungu ana mpango kwa ajili ya taifa lake, kwa ajili ya taifa la Israeli lote kwa ujumla. Lakini ndani ya taifa hilo kuna kwanza sehemu la waliochaguliwa, kama vile ndani ya kanisa pia kuna walioitwa na wachaguliwa. Wamoja watapata sehemu katika ufufuko wa kwanza na wengine kwa ufufuko wa pili. Yote ilikuwa imepangwa na Mungu kwa namna iliyo wazi na kwa namna njema, na tunaona leo mambo haya yakitimilika mbele ya macho yetu. Mungu anarudisha taifa lake kama vile alivyokuwa amekwisha kuyasema kupitia Musa ndani ya Kumbukumbu la Torati, wakati alipokuwa amesema kwamba Israeli itasambazwa katikati ya mataifa na kisha tena litakusanyishwa. Tunaishi katika wakati, ndani ya wakati huu ambamo Bwana wetu alisema na kusema kwamba nawaambia kweli kweli, kizazi hiki hakitapita kamwe kabla maneno haya yote yaweze kufika. Mathayo sura 24:34. Mbingu na dunia vitapita, lakini maneno yangu hayatapita kamwe. Mstari 35 ya Mathayo sura 24. Sisi ni kizazi ambayo kilio na heri ya kupata utimilifu wa mambo haya yote. Ona jinsi tunashukuru kuona jinsi Mungu akikusanya taifa lake. Ona jinsi tunafurahi kuona jinsi Bwana iko najenga kanisa lake. Anaita wanaume na wanawake watoke katika makanisa zote zo huru na katika imani yote na kukiri yote ya imani, lakini anaita watu ambao anataka jifunue kwao, aweze kufunua neno lake na ahadi zake. Watu ambao ndio watu ambao wanaweza kukamata kwa makini sana mazungumzo yake, wanapokea msamaha wa dhambi zao na wanapokea uzima mpya mbele ya Mungu, na hivyo wanajua kuwa sehemu ya mpango wa wokovu ambao Mungu anatimiza katika wakati wetu, ili waweze kupata sehemu katika utimilifu wake. Tunafurahi pia kuona taifa la Israeli liko linarudia katika nchi yao. Hakuna taifa ambalo tunaweza kuambatanishwa nalo kama vile taifa la Israeli. Hakuna hata mwana wa Mungu anayeweza kuwa anafungwa kwa nchi yake na kwa serikali yake kama vile anavyoweza kuwa anafungwa kwa taifa la Israeli. Kila mtoto wa Mungu wa kweli wote, Israeli inakuwa kwa nafasi yake ya kwanza, na ni hivyo sasa ndipo kunakuja taifa ambayo iliyo yako sasa. Kama hiyo ilibadilika, ni ile ambayo uliyochagua. Ndio maana tunabariki Israeli kwa moyo wote katika jina la Bwana Mungu wetu, na tunahitaji tuweze kupokea katika siku hizi baraka yote ya Mungu mweza yote, ili iweze kutimilika yale ambayo tuliyosoma, kwamba hesabu ya mataifa iweze kuingia. Kwa mwisho yote itatimilika, na hapo sasa Bwana atakuja kutoka Sayuni. Andiko ngapi za Agano la Kale na Agano Jipya ningeliweza tena kusoma? Naweza kusema kitu moja tu, ni kwamba Bwana asifiwe, Mungu mweza yote, ambaye atufunia mapenzi yake na shauri yake, aliyetupatia
kuona kwa ujumla na akili ya kweli ya mpango wake, na hatulote au kuweza kuleta maoni yetu kwa maneno yetu wenyewe au kuzungumzia kuhusu yale ambayo Mungu aliyosema na kuahidi, lakini tunakamata andiko juu ya andiko na tunaacha Mungu azungumzie tena na tena, ili atufundishe na tuweze kufundishwa na yeye mwenyewe kulingana na neno lake na Roho wake. Ndipo sasa hakuna mtu atakayeweza kupigwa na kuchukuliwa na upepo wote wa mafundisho. Tutakuwa tumejengwa kwa nguvu, na tazama, tunaisikia hiyo shina inatuchukua, inatubeba, tunabebwa, shina inatulisha. Leo tena Mungu anataka aweke ndani uzima ndani wetu. Mungu anataka tena aweze kubariki, anataka ili uzima wake uweze kupenya ndani ya matawi yote, ili tuweze kuchukua matunda na kwa ajili ya utukufu wa jina lake. Amina, amina.